Mtazamaji, natumai mzima popote ulipo na karibu tena katika YouTube channel yetu, kituo nambari 1 kinachozidi kukuletea taarifa za siasa nchini Kenya. Mtazamaji, hatimaye leo hii pigo jipya kwa uongozi wa serikali Kenya Kwanza kutokana na hatua hivi sasa ambayo imeweza kufanywa na Seneta Kaunti ya Busia Mheshimiwa Okiya Omtata dhidi ya utafutaji wa haki yake Albert Ojwang. Ila mtazamaji, kwanza kabisa tumeweza kugundua ya kwamba idadi kubwa ya watazamaji mnaozidi kutazama video zetu katika YouTube channel hii bado hamjaweza kujiunga nasi kwa kufanya jambo la busara kwa kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe. Hivyo basi tungependa kuweza kuwasihi ni vyema muweze kutupa support yenu kwa kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Iwapo utaweza kufanya hivyo, utakuwa umeweza kutupa support kubwa, nasi hapa tutaweza kushukuru. Mtazamaji, huku maandamano mazito yakiendelea kutarajiwa kufanyika huko Kisumu, haya yote yataweza kufanywa na walimu kwa ajili ya kuendelea kutetea haki iweze kupatikana kwa mauaji yaliyoweza kufanywa dhidi ya Gilbert Ojwang. Mheshimiwa Okiya Omtata ameweza kuweka hadharani kwamba kutokana na kipande cha video cha CCTV ambayo kiliweza kuonyesha jinsi gani ambavyo maafisa wa polisi waliweza kubeba mwili wake Albert Ojwang katika kituo cha hospitali huko Mbagathi, ameweza kuahidi kutumia kipande kile cha video haki iweze kupatikana. Mtazamaji, katika kipande hicho cha video sote tumeweza kushuhudia jinsi ambavyo maafisa wa polisi walikuwa katika mawasiliano kabla ya kufanya chochote kile kwa mwili wake Albert Ojwang uliokuwa upo nyuma ya gari ambalo maafisa wa polisi waliweza kulisafiria kuelekea katika kituo hicho cha afya. Mtazamaji, sote tunafahamu kwamba katika hali yoyote ile ya dharura ambapo maafisa wa polisi wanalazimika kuokoa maisha kwa yeyote yule, kipindi ambapo aliweza kuwasili katika hospitali hile, ingekuwa vema waweze kupeleka Gilbert Ojwang aweze kupata matibabu iwapo wangependa kuokoa maisha. Ila sote tunafahamu kwamba maafisa hawa polisi waliweza kufahamu kwamba Gilbert Ojwang kwa wakati ule alikuwa ameweza kuiaga dunia, hali ambayo inazidi kuleta taharuki. Je, kama kweli alikuwa ameweza kuaga dunia, aliweza kuaga dunia akiwa katika eneo lipi, ndani ya gari ama Karura Forest? Jinsi ambavyo inazidi kuzungumzwa na kusambazwa katika mitandao ya kijamii kichapo alichoweza kukipitia baada ya kukamatwa na maafisa wa polisi katika msitu huo wa Karura, ama kwa njia moja ama nyingine aliweza kuaga dunia katika kituo cha polisi, jambo ambalo sio kweli kwa taarifa iliyotolewa awali na IG Kanja ya kwamba Albert Ojwang aliweza kujipiga kwa ukuta kwa jaribu la kujitoa uhai. Mwishowe iliweza kubainika kwamba mauaji hayo ambayo yaliweza kumkumba Albert Ojwang siye yeye ambaye aliweza kuhusika, bali kuna watu walikuwa na nia ya kufanya kitendo hicho cha kikatili kwake Albert Ojwang. Haya yote Seneta Kaunti ya Busia Mheshimiwa Okiya Omtata ameweza kuahidi ataweza kuyatumia ili haki iweze kupatikana. Vile mtazamaji, ningependa ufahamu kwamba leo hii ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2025, maandamano mazito yataweza kufanywa nchini kote kutokana na haki iweze kupatikana. Watu ambao wataweza kuandamana ni walimu pamoja na vijana wa Gen Z na baadhi ya Wakenya ambao watakuwa huru kutokana na kazi za siku baada ya siku, ili waendelee kushinikiza uongozi wa serikali Kenya Kwanza kumwondoa mdogo wa IG ambaye ni Mheshimiwa Eliud Lagat kuondoka afisini, kwani katika kesi hii nzito ya mauaji yake Albert Ojwang,
ndiye ambaye alikuwa mshukiwa mkuu na bado anaendelea kusalia afisini, huku familia ikiendelea kulilia haki, hasa babake Albert Ojwang akidai kwamba tukio la kinyama lililoweza kufanywa dhidi ya mtoto wake, angependa haki iweze kupatikana. Mtazamaji, kwa njia moja ama nyingine, maandamano iwapo leo hii yataweza kufanyika, moja kwa moja yataweza kuathiri wanafunzi shuleni, kwani walimu ambao watatoka kwa ajili ya maandamano wataweza kulemaza huduma za kupeana masomo kwa wanafunzi kwa njia moja ama nyingine. Na sote tunafahamu kwamba iwapo baadhi ya vijana wa Gen Z wataweza kuunga mkono maandamano hayo leo hii kwa mara nyingine, vuguvugu hili halitakuwa rahisi kwa maafisa wa polisi kukabiliana nalo, kwani msimamo wa vijana wa Gen Z, ijapokuwa siku ya jana baadhi yao waliweza kuelekea katika boma lake babake Albert Ojwang kusherehekea naye Father's Day, jambo ambalo liliweza kugusa wengi, bado wanadai ya kwamba ni haki iweze kupatikana, na pia afisa msaidizi Eliud Lagat ni lazima aweze kuondolewa afisini. Haya yote wakiamini kauli ya awali ambayo iliweza kuzungumzwa na Mheshimiwa Rigathi Gachagua ya kwamba mdogo wake mkuu wa polisi huko Nairobi ambaye ni Eliud Lagat kuchaguliwa kwake na Mheshimiwa Rais Ruto ni njama ya kumsaidia yeye pamoja na uongozi wake wa serikali Kenya Kwanza kujaribu kupambana na yoyote yule ambaye anazidi kuzuia mipango ya serikali hiyo ya Kenya Kwanza kurejea afisini kwa uchaguzi wa Agosti mwaka 2027. Na kutokana na kauli yake Mheshimiwa Rigathi Gachagua, hivyo basi hivi sasa zoezi nzito la vijana wa Gen Z ama wananchi Kenya wanaozidi kuandamana kwa ajili ya kulilia haki iweze kupatikana dhidi ya Albert Ojwang kuuliwa, wapo na nia moja ya kwamba Albert Ojwang haki itaweza kupatikana kipindi ambapo Eliud Lagat atakuwa ameweza kuondolewa afisini, na ndipo ambapo IPOA kuendeleza uchunguzi wake na iweze kusaidia haki iweze kupatikana, ijapokuwa tangazo la hivi punde ambalo liliweza kutolewa na IPOA, uchunguzi utazidi kuongezewa siku zaidi kutokana na vipande vya video za CCTV huko Central Police kuonekana kutokuwa, ikidaiwa kwamba kuna mmoja mshukiwa ambaye aliweza kupewa takriban shilingi 3,000 kuondoa vipande hivyo vya video, hatua ambayo imeweza kulemaza uchunguzi wa IPOA. Ila bado habari njema ni kwamba Wakenya wanaendelea kuandamana kulilia haki, kukosoa na kufanikisha zoezi ya kwamba Eliud Lagat must go na aondoke afisini, hatua ambayo itaweza kufurahisha wengi. Ni kipindi ambapo haki itaweza kupatikana, sio kwa mitandao ya kijamii wala katika mikoa ama katika maeneo mbalimbali nchini Kenya. Maandamano yanazidi kushuhudiwa na nia moja ya haki iweze kupatikana dhidi ya mauaji ya kikatili kwake Albert Ojwang. Mtazamaji, na amini usiamini, Wakenya wengi wanazidi kueneza taarifa kwamba kipindi ambapo haki itaweza kupatikana itakuwa ngumu kwa yeyote yule, hasa serikali ya Kenya Kwanza kufanikisha mswada wa fedha wa mwaka 2025 pamoja na 26. Idadi kubwa ya Kenya wakiamini kwamba haki ndiyo ambayo itaweza kuendeleza serikali ya Kenya Kwanza kuhudumu katika nafasi hii hadi uchaguzi wa mwaka 2027. Tochia maoni yako katika uwanja wa comment section, subscribe, like, comment na kushare. Bye bye until the next video.